Uwepo wa matawi ya benki katika maeneo mbalimbali ya visiwa unaendelea kuongeza fursa za ajira na kurahisisha upatikanaji wa huduma za kifedha kwa wananchi. Akizungumza kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar, Dr. Malik Akil, Naibu Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar, Hamad Othman Bakari, amesema kuwa ufunguzi wa tawi jipya la Equity Bank lililopo Kijangwani, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, utatoa fursa zaidi za kibiashara na kuchangia kukuza uchumi wa nchi. Akizungumza katika hafla hiyo ya uzinduzi wa tawi hilo, Dr. Hamad amesema serikali itaendelea kuunga mkono juhudi za taasisi za kifedha zinazowafikishia wananchi huduma karibu zaidi na maeneo wanayoishi na kufanya shughuli zao za kiuchumi. Toa fursa za kibiashara. Na mimi nataka nijikite hapa. Unajua mazingira ya kiuchumi wetu, kadiri tunavyoendelea kuukuza uchumi wetu, tunaukuza katika ule uhalisia wake. Bahati njema na mimi mchumi kidogo. Mara nyingi nchi zetu hizi za jangwa la Sahara, kusini mwa jangwa la Sahara, mara nyingi sana utasikia kwamba uchumi umeongezeka kwa kiwango fulani, lakini ile sustainability ya uchumi wenyewe haioni. Kwa sababu gani? Kwa sababu mara nyingi sana ukuaji wa uchumi unatakiwa uende sambamba na kuimarika kwa zile macroeconomic issues ambazo mara nyingi sana kwenye jangwa la Sahara, kwenye nchi zetu za kusini mwa jangwa la Sahara inakuwa ni vice versa. Ni kwa namna gani? Tunakuza uchumi lakini fursa, kwa mfano tunakuza ajira, uchumi ukue katika nasaba wa kuongezeka kwa kiwango cha ajira, bali mara nyingi sana hatukuwa huko. Niwaambieni kwamba moja kati ya strategy ambazo zimefanywa na viongozi wa taifa letu katika suala zima la ukuaji wa uchumi kwa kipindi hichi ambacho tunatoka nacho miaka mitano na hii tunaoendelea nayo tena, imeenda sambamba na ule uhalisia wenyewe. Manake tunakuza uchumi ambao unaenda sambamba na ile sustainability yake. Wazungu wanasema was neither robust nor sustainable. Kwa sababu gani? Kwa sababu tulikuwa tunakuza uchumi lakini ajira, shida ya ajira. Sasa hivi maandalizi ama mikakati iliyopo ya rais wetu ama na marais wetu kwamba kwa kiwango kikubwa sana tunakuza ajira ama tunaongeza kiwango cha ajira. Automatically tukiongeza kiwango cha ajira tunaongeza kipato. Moja ya macroeconomic issue ambayo inatakiwa iimarike ni swala la kupunguza ule ugumu au ule ukali wa maisha, kwa maana kwamba wananchi wanapata kupunguza kile kiwango cha hali ngumu ya maisha yao. Kwa hiyo tukiongeza ajira, maana yake tunaongeza pia kipato cha wananchi katika swala zima la kujikomboa kiuchumi. Lakini pia inflation. Swala la inflation, tunaona jitihada zinazofanywa na serikali ile kuzuia ule inflation ama mfumuko wa bei kwa kiwango kikubwa sana. Sasa haya ndiyo ambayo yanapaswa, na mengine mengi, lakini haya ni miongoni mwa mambo ambayo yanapaswa kuimarishwa ili kwamba uchumi wetu kukua kwake uende sambamba na mazingira haya. Sasa tukiwa na hali hii, maana yake nini? Maana yake lazima kuna fursa nyingi za kibiashara ambazo zitakuwa zinatakiwa ama zinapatikana kupitia hizi mabenki yetu. Mojawapo ni haya ambayo tunayafanya sasa hivi, kwamba tunafungua tawi letu hili ili fursa za kibiashara ambazo zipo sasa hivi basi wananchi waweze kufaidika nazo. Dhamira kubwa ni ile kuenda kuondoa vile vizuizi vinavyowakabili katika swala zima la kujipambanua, katika swala zima la kupambana na ile hali ambazo zipo za kiumaskini na kuenda mbele kwenye maendeleo yetu. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo lina msingi wake, na fursa zipo nyingi, si tu za kibiashara, lakini kuna wajasiriamali wengi ambao of course watakuwa na matumizi, wanahitaji matumizi ya benki zetu hizi. Leo hii tunaona Mheshimiwa Rais wetu anaendelea kuifungua Zanzibar kwa ujumla katika suala zima la kimkakati la miundombinu. Kuna viwanja vya ndege vinaendelea kuimarishwa, kuna bandari zinaendelea kuimarishwa. Maana yake nini? Maana yake tunavutia zaidi wawekezaji wakiwepo wengi katika eneo letu. That means kwamba fursa mbalimbali za kibiashara zitakuwepo. Uwepo wa benki hii au uwepo wa matawi kama haya basi yana umuhimu wake kuelekea huko ambako tunaenda. Lakini jambo jingine, swala la ujumuishi.
wa fedha limezungumzwa hapa, na mimi nataka nilikazie kidogo. Wapo wananchi ambao hawakuwa wanapata fursa hizi, walikuwa wako mbali na matumizi ama fursa hii ya uwepo wa benki zetu hizi. Ile dhana halisi ya financial inclusion maanake ndio inapatikana, kwa maana wazungu wanasema ile accessibility ya formal financial services ndio hizi zenyewe, kwa sababu moja kati ya hizo ni ile kutanua wigo wa branches. Maanake tunaenda yani wananchi wanaenda kupata huduma hizi kwa ukaribu zaidi na affordable cost yenyewe, na nadhani mojawapo ni Equity Bank. Aidha, amewataka viongozi na wamiliki wa Equity Bank kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu huduma mbalimbali zinazotolewa na benki hiyo ili kuwawezesha kupata uelewa mzuri na kunufaika na huduma hizo. Amesema pia katika suala la mawakala ni miongoni mwa hayo. Maanake tukizungumza hiyo financial inclusion si tu branches, lakini hata mawakala wenyewe, maanake hata kutumia mifumo hiyo ya kidijitali katika swala zima la upatikanaji wa huduma ni vitu ambavyo vinashajihisha kwa kiwango kikubwa sana swala zima la upatikanaji wa huduma zenyewe. Haya ni mambo ambayo yalishazungumzwa, lakini nikasema na mimi kwa sababu sijapewa hotuba niyaekee mwega. Kuweka mwega, unajua sisitizo, sawa Mswahili hasa. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba niwasifie kwanza au niwapongeze sana kwamba tulikuwa na tawi moja, lakini leo hii tunaenda kutanua. Maana yake tumeona faida kubwa ambayo inapatikana, na si tu kwenu, lakini na jamii kwa ujumla wake, kuwarahisishia kwa mustakabali wa kuendeleza shughuli zao za kiuchumi. Equity Bank ni mojawapo ya benki ambayo kwa kiwango kikubwa niseme au kwa kiwango fulani, na nyinyi mna mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi wetu. Tuendelee kutoa mafunzo kwa maana ya elimu, si tu kwa wateja, lakini kwa jamii kwa ujumla. Uendeshaji wa shughuli zenu hizi, utoaji wa huduma zenu hizi. Wapo ambao pengine inawezekana wanazuilika kwa sababu tu pengine inawezekana uelewa wao ni mdogo katika swala hili, lakini wapo wajasiriamali. Pelekeni mafunzo, pelekeni huduma ambazo zitasaidia kujua umuhimu wa kuitumia benki hii. Kwa upande wake, meneja wa Equity Bank Sabela Maganga amesema benki hiyo ina dhamira ya kuwawezesha wananchi kiuchumi na kijamii. Amesema tawi jipya la Kijangwani litasaidia kuongeza kasi ya maendeleo na kurahisisha upatikanaji wa huduma za kifedha kwa wakazi wa eneo hilo na maeneo ya jirani. Tutafika Wete, tutafika Chake Chake, tutafika Kiwengwa, tutafika Paje, tutafika sehemu zote ambazo ni sehemu yetu ya historia ya benki ya Equity katika kuwezesha wananchi kiuchumi na kijamii. Kwa tunapokuwa tunafungua tawi letu leo, sisi tunasema kwamba sio tawi tu, ni katika ile azma yetu ya kuhakikisha kwamba tunawafikia wananchi kiuchumi na kijamii. Na tawi hili la hapa Kijangwani leo, sisi tunasema ni kituo ambacho kinakuja kuongeza chachu ya maendeleo hapa Zanzibar. Tunatambua kabisa kwamba uchumi Zanzibar unakuwa, Tanzania uchumi unakuwa, Zanzibar uwekezaji ni mkubwa na wa kasi, sekta ya utalii inafanya vizuri, uchumi wa bluu unafanya vizuri. Kwa hiyo hii ndio sababu ya sisi kuendelea kuongeza matawi, lakini pia kuwekeza kwenye mifumo yetu ya kiteknolojia. Kwa hiyo kwa Zanzibar hapa, ukiachilia mbali matawi, lakini pia tunawahudumia wateja wetu kwa njia za kiteknolojia na mifumo ya uwakala. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, ni waombe wananchi wa Zanzibar watumie tawi hili kama senta ya kuja kupata huduma za kifedha pamoja na elimu ya fedha ili kuweza kuwawezesha kukua kiuchumi na kijamii. Sisi wafanyakazi wa benki ya Equity tunatoa
Naye mteja wa benki hiyo Issa Sefu akitoa ushuhuda wake kuhusu huduma za benki hiyo, amewahamasisha wananchi ambao bado hawajatumia huduma za Equity Bank kujiunga nayo, huku akieleza kuwa ni benki inayotoa huduma bora na yenye mchango mkubwa katika kusaidia ukuaji wa biashara za wateja wake kupitia ufuatiliaji na ushauri wa karibu pamoja na binafsi. Hii mwanzo inakuwa kuna ugeni fulani, kuna changamoto fulani, lakini napenda kuhakikishia kuwa akaunti zangu za benki nyingi nimeziwacha, na hivi sasa nina deal na Equity Bank na hakikishieni wale ambao hawana akaunti zozote waweze kufungua katika benki hii. Na kampuni yangu hivi sasa tuna branch 2 tutafungua, na na hakika mwezi huu naahidi Equity Bank katika mwezi huu nitafungua account za kampuni zangu nyingine 2. Kwa uzoefu nilionao Equity, niliosoma, niliojionea na shuhuda nyingi sana za Equity Bank. Kwanza katika mchango wao mkubwa wa kuendeleza biashara, kushirikiana na wateja na vile vile kufuatilia maendeleo ya wateja wao. Kwa hili inaonesha Equity Bank sio kama imejikita kwenye shughuli ya kifedha tu, imejikuta kwenye shughuli ya kijamii, imejikuta katika shughuli za kuelimisha na vile vile kusaidia wateja wake na kuona wamesonga mbele katika shughuli zao za biashara. Ukiangalia katika shughuli za kibiashara, mafanikio ya biashara kwa kweli yanafanywa na nguzo 3 kubwa sana. Hizi nguzo, kwanza, mfanya biashara anatakiwa awe na maono. Pili, awe na nidhamu. 3, awe na instrument moja kubwa sana ambayo itaweza kumshughulikia na kumuongoza katika shughuli zake za kifedha. Sasa kwa sisi tuseme alhamdulillah, Equity kwa hapo yeye ni mbobezi katika shughuli hizo. Equity Bank inaonesha ubora wake katika kazi zake za kijamii, katika kazi zake za kuendeleza wateja wake, na vile vile kwa ubora wake inaonesha kuwa management, wafanyakazi wamejitolea, wamefanya ubunifu na vile vile wanafanya kazi zaidi na zaidi. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.